Sababu Yasmini alisema kwamba hii ni dawa itakuwa inanisaidia. Sasa mbona anaanza kunipiga mashoti manini? Mkono kidogo ukatike huu. Sasa ndo nini kama hivi? Wadudu. Kama unaweza kukumbuka kuvaa nguo kwa ndani, kwa nini unisahau mimi? Hebu acha kujipumbaza akili. Unakumbuka Yasmini alikwambia kitu gani? Nadhani unielewa. Ni sawa. Maelekezo ndo kama hayo, lakini mimi mwenyewe hapa maisha yangu sielewi. Michongo yangu yote imekwama na hapa nina njaa na sijui nitakula nini mimi na mdogo wangu Subira. Alafu kitu kingine, sasa wewe una faida gani? Mbona unaanza kuniumiza? Sasa faida yako nini sasa kwenye maisha yangu? Faida yangu huwezi kuiona kwa sababu unashindwa kunijali kama jinsi unavyojali nafsi yako siwezi kuangamia. Cha kufanya ni hicho tu, kwamba muda wote natakiwa niende ndani ya mfuko wako. Basi sawa. Nimekuelewa. Kuanzia sasa hivi nitakutunza sehemu yote utakapoenda, utakuwa mfukoni kwangu yani. Sitokutupa hata mara moja yani. Lakini kama nilivyoongea hapo awali, mimi leo sijui naishi vipi, ndakula nini leo? Yaani sielewi, sina hela. Wadudu. Ni utulivu wao mwisho hakuna anayejua. Tunasubiri kama mashua katikati ya bahari kuu. Hii ni ya tsunami. Koja gari mwanachibaro chipe. Huyu kijana ana hatari. Sio kumwendea kinchecho. Huyu ukimwendea kinchecho anakuteleza. Na mimi haya mambo ndio siataki haya. Chenchima nitelezwe kwenye kati kama hichi. Sijaacha leo hichi. Alafu kuniteleza mtoto mdogo kama yule. Sio kweli. Mzee Kojagari, mbona umeanza kufika huko badala ya kuja eneo la tukio ambalo tulikubaliana uje? Kwani linipatike nyino? Linipatike. Nigabwe nikanongo. Nda ule tulivyoagana pale nikasema mimi kuna sehemu ninakwenda. Nilielekea kwa Chendu kufuata kwa Gio. Niliyoyakuta huko aibu mpaka kukwambieni vijana wangu. Yule kijana afwai. Haya, unavyosema yamekukuta makubwa. Ni yapi yamekukuta huko? Au amekuwekea simba? Mwarongo mwe. Kuja gari mwana chibaro chipete. Nilipoenda kule, nilitombe. Yaani, nimeona kilima. Nimeona amaniwekea kilima kikubwa sana. Hata Kilimanjaro ni kidogo. Nikajaribu kupanda, nikashindwa. Nikaona labda utai wangu mdogo, ngoja kwanza nilete ile nguvu ya Ukojagareni. Nikachukua nguvu ya Ukojagareni kutoka Chibaro Chipete. Kila nikipanda mwenyewe najikuta ninakwenda mbali, nikiangalia ndo kwanza ninaanza. Nikaona bora nirudi, atakuja kuniteleza njiani. Mzee Kojagari, nadhani unakumbuka. Nilikwambia mimi ninapitia mitihani mizito sana. Kila ninachofanya Mzee Chendu anaingilia na anayapangua. Na nishai kukwambia lakini ulinidharau. Wewe umashidi kujilegeza. Mwenzako ni makaza. Kipunje. Vipi? Najua sikutegemea kabisa kukuona hapa tena. Yaani umedharau kauli yangu au? Hebu muite kwanza huyo Baruza. Baruza ametoka. Kuna mida nilirudi naye hapa sema akapigwa simu ya ghafla kama ajichembe. Basi sawa. Tupo mimi na wewe. Hebu funguka sasa uniambie kama mwanaume mwenzako. Kwa sababu mitihani imeumbiwa mwanadamu. Leo wewe, kesho mimi. Na nijue jinsi gani nakusaidia. Mimi niseme kwanza shukrani blaza. Kwa sababu umenipokea vizuri tangu nimefika hapa. Lakini ukweli ni kwamba mimi hapa sitokaa kwa muda mrefu sana. Kuna mitikasi yangu tu nasikilizia ikikaa fresh mimi baridi mimi najichenga.
Sawa, utaondoka, lakini natamani nijue kilichopo ndani ya moyo wako, kwa sababu kwa kile ulichonielezea hakiwezi kukuondoa nyumbani. Hebu funguka, kuwa na amani. Baridi blaza, mimi nimekusoma, ila kwa sasa hivi ningeomba kwanza niingie chumbani nikapumzishe kichwa changu, ila kwa baadaye sasa tutatafuta wasaa mzuri, nitakaa na nitakuelezea kila kitu. Sawa. Nimejitahidi kweli kweli mpaka kufika hapa nilipofika. Ungalikuwa wewe hata kurudi usingerudi, ungekupwa. Kwa hiyo kunilaumu sitaki. Heshima yangu ibaki pale pale. Ila msijali. Natoka hapa naelekea Sumbawanga. Naenda kuchukua uchai wangu wa Shibado Chipete. Naenda kuongeza nguvu. Nikirudi narudi kipingine. Yeye si ya bei kitombe. Yaani yeye chameka mlima. Chichi tupata kubeka ni bahari. Maana hisi pano albona mase bai. Yaani ataona maji tu. Hata shindwa kupwanya lolote. Na huo mlima wake unazama ndani ya bahari. Hakuna kitakachoonekana. Mujagwine, koja kale mwana Shibado Chipete. Yasmini, sina muda kupoteza hapa kwako. Acha na mimi niende nyumbani kwangu nikatuliza akili yangu. Sawa, nenda. Huyu mzee Kojagali amejionea mwenyewe. Sisi alituisi wazembe, hatuwezi kufanya kazi. We Bajaza! Bajaza! Dada wewe. Vipi kwema? Kwema, karibu. Asante. Naona leo mtaani kwetu kuna jipya? Mwenzako nimetoka hivi, natoka kumuona mtu hapo. Kwa hapa ndo naelekea nyumbani baada ya kumaliza mzunguko yangu. Poa, niambie. Shwari, hapa ndo unapoishi? Hapa ndo napoishi magetoni. Mambo ya meneja. Usiniambie. Kaka meneja huyo. Haya, kakangu hizo hela zote nazoziwekeza kwako, siku uje umzingue. Sio kufanya nini wewe? Siwezi kumzingua kwa sababu ni kitu ambacho kipo katika moyo wangu na ninapambana ili mtoboe. Sasa yeye kanishika mkono alafu namwangusha. Never. Mapya yapi tena? Mapya yapo na nikwambie tu mimi nataka nioe. Ila meneja ananikwaza sana, ananiwekea kipingamizi swala langu. Unataka kuoa? Yule mdogo wangu kudondoka au? Yeah, ndio huyo. Maana amenikaa sana moyoni. Ndio maana naharakisha sana nimuoe. Sema sasa changamoto, blaza mimi ananikaa kipingamizi sana. Na kama unavyoona harakati za hapa, nifue mimi kuchota maji kama midumu simeona. Nachelewa jobu kule anabwata. Alafu nimekuelekeza anaenda noma kama hivyo atake nioe. Sawa, mimi nitaongea naye. Lakini kakangu namjua mwenyewe, kichwa chake kigumu. Ila akikataa itabidi tu umsikilize, maana ndo bosi wako tena. Sawa, mimi nimekuelewa. Kwa hiyo sasa hivi naenda wapi? Mimi kama nilivyosema naelekea zangu nyumbani. Karibu basi ule dongo hapo la kiume. Gumu. Yaani mimi niingie huko ndani nisubiri chakula anachopika mwanaume? Wewe, ukiniwekea limbwata naweza kukupenda. Niache mimi niende zangu nyumbani nikajipikie chakula changu mwenyewe. Dada zako yake shua, wewe na kakako mnapenda sana chipsi. Niache bwana. Mtakubali tu. Acha ipiana.
Sikutegemea kukuona muda huu nyumbani. Vipi, mbona mapema? Nimetoka kwenye mihangaiko yangu kwa nimechoka. Nikawa nafikia hapa nje kwanza nipunge upepo maana si unajua joto la ndani. Haya, vipi nawe mwenzangu? Mbona mguu unaonekana kuchoka? Nimekaa mwenyewe hapa kama unavyonijua, nimeweza kupiga story na wewe. Kwa nimekuwa mpweke. Hapa nilikuwa natoka nikanyosha kidogo miguu. Inaonekana kwa mtaani umepazoea sana mwenzangu. Maana sometimes kuna muda narudi hapa nyumbani sikukuti. Au kuna kazi nyingine unafanya huko nje? Samboni penzi wangu. Unahisi ni kazi gani ambayo naweza nikaifanya pasi na ruhusa yako? Kama nilivyokuambia mwanzoni, nahitaji nikazurure tu ninyoshe miguu. Alafu na imani nikirudi nitakutosha ngurumisha chakula huko ndani. Ni mwendo wa kulishana humu tu. Yaani ulivyokuwa una hata huruma. Yaani mimi nimerudi hapa nimechoka. Umeshindwa hata kupika huko ndani. Mimi nirudi tena nipike. Basi usiondoke. Tukae tupike wote. Oh. Nishajua. Wewe. Naomba niruhusu basi nitoke. Haya bwana, nisije nikakuzuia ukaanza kuniambia mimi sasa hivi nishakuwa kama kuku, unaniweka tu ndani sijui nini. Nenda. Ila kuwa makini uko nje na usichelewe kurudi. Unaona ile jumba lilivyokuwa kubwa. Mama Mideko. Sasa sikiza nikutoe wasiwasi. Yaani uko mtaani na kupita wananiona mimi kama fisi, kama kenge, kama sokwe. Samani yangu na utu wangu naifahamu wewe. Kwa hiyo ndio ashaka kushuni. Anajua kupiga kwenye mshono. Wachu. Naona ile duka limejaza ile. Wewe nini mbona maneno mengi wewe? Kama ngoja kukopa sema nataka kukopa. Ni kweli mwanangu, nimekuja kweli kukopa. Maana si unajua kuna mida alikuja mdogo wangu hapa alikuwa na kishilingi 2000 tu. Sasa na wewe uko umekata kwenye lile deni. Umeona? Kwa nimeamua nije mimi mwenyewe. Mwanangu biashara hizi. Sio unaelewa? Katika biashara bwana usiigize mambo ya mchezo. Sawa? Kwa serious na hilo jambo unalosemea. Wachu, wewe nipatie mchele nusu hapo ili nikapike nile, nikapate nguvu ya kutafuta deni lako. Si unajua tena. Binadamu mimi najua nye. Maneno mengi katika kukopa. Ila fanya hivyo, mimi nakupatia chakula wewe usije baadaye ukapata madhara ufanye. Si unajua maisha. Lakini sasa unafanya na msaada hivi, isio ndo mnatukimbia tena. Si unajua mambo ya biashara. Yaani ondoa hofu, mimi nitakulipa pesa yote, yani ondoa hofu. Basi poa, hamna shida. Bwana inakupatia mchele huu. Hela yangu. Hamna shida. Haya, baridi mwanangu. Fanya hivyo. Hivi Chaupele, nikukanye mara ngapi kuhusu huo mdomo wako? Unalopoka sana kwa watu. Nimefanya nini? Haujui uchokifanya. Wewe endekeza huo mdomo wako ulopoka ovyo. Unapoelekea nitakuua ili uende kazungumze na maiti wenzio huko kuzimu. Lakini mbona unanifanyia hivyo? Huoni kama unaizofisha nafsi yangu?
Hakuna cha lakini hapa. Wewe ni mtoto wangu ambaye nimekutoa kwenye kiuno changu. Sasa fuata maagizo ambayo mimi nakupa. Endelea na kazi, mimi naingia ndani. Lautiti Ndimbo Sauki Jiga. Nadhani ni muda mwafaka wa kazi yetu. Hivyo, kabla ya kufanya chochote natakiwa kukagua kama hawajamkata ulimi. Yupo sawa. Tunaweza kuendelea na zoezi letu. Lititi Aufi Lakasana Haufi Lititi Aufi Likasana Haufi Lititi Haufi Likasana Haufi Ndi. Saume. Yakina nani? Sisi ni watu wema kwako na tupo kwa ajili ya kukusaidia. Wakati huu usiulize maswali mengi. Kazi yetu tushekamilisha. Hapo unapomwona yuko sawa, isipokuwa tu kuna taratibu nyingine za kufanya katika mwili wake. Tunapaswa kuondoka naye. Lititi Jiga. Lishamu Maita Leskula Jiga.
Mimi nadhani kama tulivyoongea kwamba msanii wangu hawezi kufanya show chini ya 200,000. Basi ngoja nitakurudia tutaongea vizuri usijali. Okay, sawa. Wapi tena dadangu, mimi kuna njia. Hii kaka. Mimi nimetoka kwa ustazi, nimeenda kumuona. Hata kama nimepona, inabidi nisikae kimya bila kwenda kumtembelea. Ni jambo zuri sana kwa sababu hata mimi nilijisahau tu. Kwa hiyo umefanya kitu kizuri. Pia hata mimi nilipaswa niende nikampe asante yangu. Kwa maana tangu nilipopona na mimi mambo ni mengi, mara mambo ya kuandaa mashow, mara nini, kwa nikakosa kabisa muda. Hivyo baadaye tena lazima niende nikaongee naye. Na nikienda nahitaji nikajue nani alifanya haya matatizo yote mpaka yakatokea. Lakini mimi naona bora uachane naye kwa sababu mimi tayari nimeshapona. Unasema hivyo kwa sababu umepona. Vipi ungekuwa hujapona? Lazima nijue ni nani alisababisha haya matatizo yote. Siwezi kuchukulia rahisi hivi. Tuachane na hayo. Kuna mtu alikuja kukuulizia hapa. Ana mwili fulani hivi, ana kitambi, lakini ana madevu fulani. Sijui ni nani yako. Mtu mwenye madevu? Yeah. Mimi mbona sifahamiani na mtu yote mwenye madevu na mwenye kitambi? Unaogopa eh? Usiogope bana mdogo wangu. Nilikuwa nakutania tu. Ila kaka bwana na yeye masiala yako. Yes, yeah. Kwa hiyo ulikuwa umejipangaje? Marahaba. We binti. Hebu njoo kwanza. Hivyo we binti, unajitahidi sana kumpambania mdogo wako. Hivyo utaweza kweli? Mama, una maana gani? Unamaanisha mdogo wangu Zuu? Kumbe jibu nalo eh? Sasa nataka nikwambie ukweli. Zuu ni halali yangu. Nitake kumponyesha na nisimponyeshe. Na wewe hostaz anajifanya kuwapambania. Tena umfikishie hizo taarifa. Dawa yake kwa jikoni inachemka. Mama, unamaanisha mdogo wangu changamoto anazopitia, mitihani anayepitia wewe ndio unasababisha? Mama, nakuomba msamee mdogo wangu, nakuomba nipo chini ya miguu yako mama. Nyinyi hamjanikosea, wale unikosea ni wazazi wenu. Na mimi bado nina kinyongo. Binti, kwa heri. Mama naomba unisikilize. Mama naomba msamee mdogo wangu mama. Mungu mama. Mama msamee mdogo wangu. Mungu jamani. Mama. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba na kila